Kwa majina naitwa Dionis Egon, ni mwalimu wa chuo cha Mtakatifu Gaspari kilichopo Itigi, ni mkuu wa idara ya radiology hapa chuoni. Nafundisha masomo ya ultrasound au mawimbi ya sauti, lakini pia nafundisha medical professional ethics. Kwa leo nizungumzie hasa kwenye ultrasound, tukiangalia umuhimu wa mama mjamzito kupima ultrasound kwa ajili ya maendeleo ya mtoto. Kwanza kabisa, ukifanya ultrasound unathibitisha kama mimba ipo au haipo. Kwa cha kwanza kwenye ultrasound tunaweza tukathibitisha kwamba ujauzito upo. Kama upo, ni mtoto mmoja au ni wawili. Kwa kwenye ultrasound, ikiwa hatua za mwanzo kabisa au mimba ya mama huyu ni mapacha au ni mtoto mmoja. Lakini sio hivyo tu, mtu anapokuwa amebeba mimba amekuwa amebeba uhai. Kwa hiyo maana kwamba ukifanya ultrasound, lakini pia utajua mtoto ni mzima au kuna lolote. Kwa kama mtoto ni mzima, tutakutana na mapigo ya moyo ambayo yatatuelezea kwamba uhai ni moyo na mapigo ya moyo hayo yataonekana. Lakini tutaangalia pia na umri wa mimba. Kwa hiyo kufanya ultrasound inaweza kuelezea umri wa mimba hii. Sio tu kuelezea umri wa mimba hii, lakini pia inaweza kuelezea ni makadirio ya muda gani ambapo natarajiwa kujifungua kwa hali ya kawaida. Lakini pia sio kwa hivyo tu kwamba ni hali ya kawaida, inategemeana, lazima tutajua mtu akifanya ultrasound kwa mama mjamzito atajua uzito wa mtoto wake. Kwa hiyo sasa madaktari wanaweza wakawa na option ya kwamba ujifungue kawaida au ufanyiwe operation kwa ajili ya kunusuru afya ya mama na mtoto. Kwa maana hiyo sasa, hasa mtu akifanya ultrasound, sisi tunaweza tukajua ultrasound uzito wa mtoto, lakini sio kujua tu uzito wa mtoto. Kwenye ultrasound pia tutakutana na wingi wa maji ambayo mtoto anaogelea kila siku mpaka atakapokuja kujifungua. Wingi wa maji yakoje, uko vipi? Kwa tutaandika pale kama yanatosha au kama hayatoshi. Lakini pia kwenye ultrasound tunaweza kuangalia kondo la nyuma la mama limeelekea upande gani. Kama liko sehemu ambapo limezuia mlango wa kizazi, tunamwandikia na daktari atachukua majukumu ya kunusuru uhai wa mtoto na mama pia. Lakini pia tutaangalia kama njia ya mlango wa kizazi imejifunga. Kwa kwenye ultrasound tunaweza tukaona kama njia ya mlango wa kizazi imejifunga au imekuwa wazi. Lakini pia kwenye ultrasound tunaweza tukaona maendeleo ya mtoto. Kama mtoto ana shida yoyote akiwa tumboni, tunaweza tukaiona, ambayo hiyo shida inaweza kawa ni haraka kujulikana au ni ya baadaye hata akiwa ameshakuwa mtu mzima. Kozi hii ambayo tunasoma ni mpya na ndio kwanza tuna mwaka wa kwanza, lakini kozi hii imeanza mahususi kwa ajili ya kufikia umma. Kwa maana hiyo sasa, ukiwa huko chuoni utajifunza ultrasound kama nilivyoanza na faida zake. So wanafunzi hawa wakitoka hapa watakuwa na uwezo na wigo mpana wa kuweza kuwahudumia Watanzania wengi katika nyanja mbalimbali hasa ya radiolojia. Tukizungumzia ultrasound, mawimbi ya sauti, lakini pia tukizungumzia mionzi.